Ekaristi Takatifu, uwepo wa Yesu, Mungu mzima, Mungu na mtu katika Ekaristi Takatifu, fungo ambalo tumelizoea sana, adhimisho ambalo tumelizoea sana, liko katika makanisa yetu kila siku mahali pengi. Sasa fungo hilo ni kubwa, na ni letu. Alipenda kubaki na kanisa, na kwa kweli tuseme alibaki na ulimwengu, maana kanisa liko duniani. Ekaristi Takatifu ni nguvu ya ajabu, ni mwanga, ni chakula. Sasa tunapokuwa tumepewa zawadi kubwa namna hiyo ya kutusindikiza katika safari yetu sisi mahujaji tunaohiji katika matumaini, tuendelee kumshukuru sana Bwana Yesu kwa upendo wake wa ajabu, na tuendelee kushika maungamo yetu kuhusu Ekaristi Takatifu, fungo la ajabu lililo kati ya wanadamu, upendo wa ajabu ulio kati yetu, maunganisho ya ajabu kati ya mwanadamu dhaifu kabisa na Mungu. Kila wakati tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu tunakutana na Yesu, anakuwa ni chakula chetu, anakuwa ni nguvu yetu, anakuwa ni faraja yetu katika safari yetu ya mahujaji, katika safari yetu ya matumaini. Kumbe leo tunapoadhimisha siku ile ambapo Ekaristi Takatifu imesimikwa, tuendelee bado kumwomba Bwana Yesu atuongezee imani katika fungo hilo kubwa. Ekaristi Takatifu ni zawadi kubwa sana, Tusije tukaizoea Ekaristi Takatifu tukaona ni kitu cha kawaida. Ni zawadi kubwa sana ya Mungu, na tusifikiri kwamba kwa vile tunapokea Ekaristi Takatifu karibu kila siku basi tumeshaifahamu Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni fungo kuu, ni upendo mkuu wa Mungu kati yetu. Na hivi ndugu zangu, siku hii ya leo tuwe tafakari yetu katika Ekaristi Takatifu, kwa upendo wa ajabu alionyesha kwetu kubaki na sisi katika hiyo hali. Tuendelee kuomba imani ya kufahamu ni kitu gani tunachokipokea, na tujengee mazoea mazuri ya kuwa na hamu takatifu ya kuungana na Ekaristi na Yesu katika Ekaristi daima, na tunapoungana naye tufahamu kwamba ni nani anakuja kwetu, Mungu mzima. Kwa hiyo tuone huo upendo ulioko hapo, na tuendelee kuomba atuongezee imani ya kuipenda Ekaristi Takatifu, ya kuingia katika umaana wa Ekaristi Takatifu na kufaidika kutokana na Ekaristi Takatifu. Kufaidika kila tunapopokea tupate hapo kitu, kila tunapopokea tupate hapo kitu. Sio nguvu tu na mwanga kutembea hapa duniani, lakini pia kitu cha kimbingu, cha kutuinua kimbingu. Kumbe tuendelee kuomba neema hiyo Ekaristi Takatifu, ambayo ni maunganiko kati ya Mungu na binadamu, kiumbe dhaifu kabisa, hatustahili kabisa, lakini alipenda iwe hivyo. Kumbe ndugu zangu, leo tutafakari juu ya ukuu wa zawadi ya Ekaristi Takatifu, na mahusiano yangu yakoje mpaka sasa, naionaje Ekaristi Takatifu? Tunaungama kweli kwamba ni Yesu Kristo Mungu mzima, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu aliyetwaa mwili katika tumbo la Mama Bikira Maria, akawa mwanadamu, akateswa, akafa na akapenda kubaki na sisi katika fungo hili. Lakini pia Ekaristi Takatifu inayosimikwa leo jioni ina kipengele kingine, siyo chakula tu na siyo
akaosha miguu. Petro akashtuka sana. Tendo hilo maana yake nini? Ni upendo wa kindugu. Naonyesha kwamba maisha ya Ekaristi Takatifu lazima yaunganishwe na upendo wa kindugu, kupendana kindugu, kusaidiana kindugu, kuchukuana kindugu, kubebana kindugu. Naona sasa sisi tunapokea Ekaristi Takatifu daima tunarudi huko kwenye familia, tunarudi huko kwenye maofisi yetu ya kazi, tunarudi huko barabarani. Sijui mahusiano yetu na watu yanakuwaje? Kindugu, kuchukuana, kubebana, kusaidiana. Yaani Yesu anapoanguka magotini na kuwaosha mitume miguu, unaitwa ni utumishi wa kindugu. Yaani anateremka kule chini kabisa, aonyeshe kwamba ni namna gani tunapaswa kujiunganisha na wengine, kwa hali ya unyenyekevu, kwa hali ya udogo, kwa hali ya upendo, kwa hali ya utumishi, bila kujali ni nani. Kitendo anachofanya leo kile wanachofanya watumwa, walikuwa wanawaosha wafalme wao, mabwana zao miguu. Yesu anateremka na kwenye kile kitendo cha chini kabisa kinachofanywa na watumwa. Anakuwa mtumwa, anawaosha mitume miguu. Bila shaka ile miguu, maana alikuwa hajaambiwa kwamba Yesu atakuja kuwasafisha. Yaani alikuwa amejaa vumbi, uchafu, sijui kama alikuwa na viatu. Hata watu wengine wanaoingia kwenye vidole mnayafahamu, alitumbua sana samani, anaitwa fursa, sijui kama bado yapo. Yalikuwa kwenye miguu, anapiga magoti, anawaosha. Leo jioni tutakapoosha miguu, utakuta kwamba wale watu wameandaliwa vizuri sana. Mimi napenda kule parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, kule Uparo leo. Kule utakuta watu wengi wanaanza kujisafisha tangu saa 8. Nasema askofu anakuja kuosha miguu. Hayo sitakuwa na woga wa kuwashika miguu. Nimesafishwa vizuri sana. Wamepanguza kabisa. Yaani mimi ni kazi ya kumwagia maji tu na vitapita hapo kama Yesu alivyofanya. Lakini wale mitume hawakuwa wanafahamu kwamba siku ile Yesu aliosha miguu. Akaamka magotini. Petro anafahamu nini yuko kwenye miguu yake. Anamwambia usiniguze. Huku kuna mafuta huku usiniguze. Kama nenda kukuza ndio kwangu. Naona Yesu anavyoiteremsha. Yaani wana jinsi tunavyo huko kwenye jumuiya tunavyoishi tu. Yaani maneno tu, mara usifikia kwenye kanda kusema wenzako, mara usifikia kwenye chumba, mara njoo huko nyuma, mara yaani maneno. Kuchukuliana katika hali ya ukuu kabisa tunavyoishi. Iwe hivyo hivyo. Tunachosema tuseme pale mezani. Tuseme pale kwenye mkutano. Hayo maneno ya kuzunguka, majungu, umbea, haipo. Chuki, haipo. Kutokuongea siku nzima, haipo. Ni maisha ya kindugu. Maisha ya kuvumiliana, kuchukuliana. Yametoka kule na wademi ni wenu kabisa. Tunapenda pamoja. Si katika kula mezani tu. Si katika kuongea tu. Mpaka kwenye mambo ambayo ni ya chini kabisa tuko pamoja. Mimi ni wenu, ni Mungu wenu, na wakati huo ni ndugu, ni kaka, na hiyo mbele pamoja. Sasa hapo watu wa Ekaristi mmoja hapo. Watu wa Ekaristi Takatifu. Maisha ya Ekaristi ni maisha ya kindugu. Ni maisha ya utumishi. Ni maisha ya kutumikiana. Ni maisha ya kubebana. Ni maisha ya kufichiana madhaifu yetu. Yaani uone kwamba madhaifu ya mwenzako ni ya kwangu, alafu tunakuwa naye, tunasali naye, tunaongea naye, tukimwomba Mungu yako. Tunavyoyapendeza huko nje madhaifu ya wenzetu, tunavyoyapendeza na kwenye barua na kwenye hayo masimu yetu ya kuja siku hizi, ni Mungu anafahamu. Hapo tunachukulianaje, tunabebanaje, tunasaidianaje, tunafanyaje kwamba ya mwenzako ni ya kwangu, ni lazima nibebe pamoja naye. Tunamfanyaje yule ambaye anamchukua awe na furaha, au kwamba kwa kweli tuko pamoja naye katika familia. Sisi ni watu wa Ekaristi, watu wa Ekaristi, na maisha ya Ekaristia ni maisha ya utumishi, utumishi unaoenda mpaka chini sana. Ni mara ngapi labda sasa watu wagonjwa hawezi hata kuka wenyewe na malaria, tunaenda waogesha, tunamza vizuri, tunaenda pale
mdomo, anasema nimeshaka na kufunga tena mdomo kidogo, kimaka kidogo cha pili tunakuomba tufungua mdomo, fungua mdomo uweze kuishi. Hatuko tunawaacha hapo, tunapenda. Sasa ndugu zangu, maisha ya kidugu, Ekaristi Takatifu, hatuwezi kuwa watu wa Ekaristi Takatifu kama hatuishi maisha ya kidugu, maisha ya kifamilia, maisha ya kuchukuliana, ya kubebana, ya kusameheana na kuona yaliyoko ndani ya mtu huyu ni ya kwangu. Kwa hiyo tuyachukue yote, tuyachukue pamoja katika roho ya sala, katika roho ya upendo, katika roho ya uvumilivu. Kumbe leo tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu, tunapoadhimisha siku hii, tuangalie hivyo vipengele viwili: upendo mkuu wa Yesu kukaa na sisi katika Ekaristi Takatifu, yaani kutushirikisha maisha ya Mungu. Sisi tunampokea Mungu kabisa. Sisi ni nani? Tuwe watu wa shukrani, tuwe watu ambao tunajiandaa vizuri, tumpokee kwa uchaji, tumpokee kwa unyenyekevu, tumpokee kwa utakatifu, ili Ekaristi Takatifu iweze kufanya kazi ndani yetu. Lakini turudi pia, tukishapokea hiyo, tunakuwa ni watu wa familia, ni watu wa jumuiya, kwenye familia, tukaishi Ekaristi Takatifu, tukaiweke Ekaristi Takatifu katika maisha. Kama Ekaristi Takatifu haiko maisha ni hapa kanisani tu, yaani haijamaliza kazi yake. Mungu Bwana Yesu atusaidie katika hilo, katika tafakari yetu ya leo. Ekaristi Takatifu kama zawadi kuu kwangu mimi, ambayo inanipa nguvu, inanipa faraja, inanipa mwanga, inaniinua katika mbingu, lakini pia hapo inanipeleka katika maisha ya